Unaweza mfalme, wastahili sifa, wastahili utukufu na heshima. Bwana Yesu, tunakuinua siku ya leo katika ibada ya siku ya leo. Masaa haya tunatangaza ukuu wako na uwezo wako, mfalme wa amani. Asante kwa kutujalia nafasi hii, kila mmoja wetu tukusanyike mahala hapa na ili tukaweze kulitia jina lako. Mungu mtakatifu, neno lako linasema na atakayelitia jina la Bwana naye ataokolewa. Tunakushukuru Bwana, maana unaenda kutuokoa na kutukomboa na mabaya yote. Jitwalie sifa, utukufu na heshima. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na atakuamini. Amen. Ninataka tukaweze kuingia katika neno la Bwana na tukaweze kubarikiwa kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo siku ya leo, ambapo Mungu ameipanga tukaweze kusikia mapenzi yake juu ya maisha yetu. Shukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii, na zaidi ya yote nasema tena ni asante kwa mtumishi wa Mungu ambaye amenipa nafasi nikaweze kuhudumu katika madhabahu haya siku ya leo, Reverend Joshua Patrick. Nashukuru mama kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo katika ibada hii. Nashukuru wote ambao umehudhuria katika ibada hii. Bwana wa majeshi akatubariki na akatutende mema. Haleluya. Na nataka kuongea kwa dakika kidogo tu na ili tukaweze kuomba, na sitachukua muda mrefu. Na kile nataka kuongea juu yake ni kwamba haitaishia pale. Praise the name of the living God. Sometimes watu hupitia mambo na wakadhani ya kwamba huo ndio mwisho wao. Wakapitia changamoto, wakaweza dhani ya kwamba huo ndio mwisho wao. Wakakosa tumaini la kusonga mbele na kuendelea. Lakini nataka niseme ya kwamba haitaishia katika hiyo hali ulio ndani yake. Haitaishia katika kulemewa ulio ndani yake. Haitaishia katika ule ugonjwa. Haitaishia katika kifo. Hapana. Mungu kuna jambo anaenda kutenda katika maisha ya kila mmoja. Praise the name of the living God. Nataka tukaanze kwa kutangulia kwenye kitabu cha Exodus chapter 3. Exodus chapter 3, tukasome kuanzia mstari wa 7 pale. Inasema ya kwamba kwenye mstari wa 7, Exodus chapter 3, Exodus chapter 3, Exodus chapter 3. Exodus chapter 3 verse 7 inasema kwamba, and the Lord said, I have surely seen the afflictions of my people which are in Egypt, and have heard their cry, and by reason of their taskmaster. For I know their sorrow, and I am come down to deliver them out of the land of Egypt, and to bring them up out of that land unto a good land, and a ranch and land, unto a land flowing with milk and honey, unto a place of Canaanite, Hittite, and Amorite, Perizzite, and Hivite, and Jebusite. Praise the name of the living God. Biblia inasema kwamba, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people. Nimeona mapito ya watu wako, nimeona mateso ya watu wangu. Nimeona, na nasema kwamba, of my people which are in Egypt, I have heard their cry by reason of their taskmaster. Na nimesikia kilio chao. Praise the name of the living God. Kilio chao kwa sababu ya walio wakubwa wao, ama hao wanaowatesa. Nimesikia kilio chao kwa sababu ya hao ambao wanaowatesa. And I have heard their cry, reason of their taskmaster. For I know their sorrow. Ninajua huzuni yao. Praise the name of the living God. Ninajua mapito yao. Ninajua ya wanaoyapitia. Ninajua kile wanachokipitia mahala pale. Nimesikia. Hallelujah. Kwanza amesema ya kwamba I have surely seen affliction. Ni kwamba Bwana kwanza ameona, ametazama na ameona hali ambayo watu wake wanapitia. Ameona mapito, anaona mashungu wanaoyapitia, anaona kazi ngumu wamefanyishwa. Si kwamba Bwana haoni, anasema ya kwamba nimeona. Praise the name of the living God. Ndugu yangu na dada yangu unayenisikiza, ni vizuri ukajua ya kwamba Mungu huona. Praise the name of the living God. Hiyo hali ambao unaweza kuwa ndani yake siku ya leo, si kwamba Mungu haoni.
anaona na anajua uko katika ile hali. Anajua kuna mambo ambao unayapitia, anajua kuna vita ambao unapigana. Anasema nimeona. Praise the name of the living God. Ni kitu kizuri kufurahia siku ya leo ukijua ya kwamba Mungu aliye msaada wa karibu, Mungu aliye msaada wa kweli, ni kweli anaona hiyo hali ulio ndani yake. Praise the name of the living God. Na zaidi ya yote anasema ya kwamba I have surely seen and the affliction of my people which are in Egypt, and I have heard their cry. Hallelujah. Kwanza ameona, na anasema ya kwamba tena nimesikia kilio chao kwa sababu ya hao ambao wanaowatesa. Praise the name of the living God. Bwana ameona kisha amesikia. Praise the name of the living God. Yale ambao unapitia ameyaona, kilio chako amekisikia, na anajua huzuni ulio nayo kwa sababu ya hayo mambo ambayo unayoyapitia. Wana wa Israeli walipokuwa katika nchi ya utumwa, hawakuanzia kwa utumwa. Hapana, walianzia wakiwa watu wazuri, walianzia wakiwa welcomed mahali pale, maana walianzia wakiwa generation kidogo, walianzia wakiwa population kidogo, na walipokuwa wanaenda pale, walienda pale wakiwa watu wa kuheshimika. Lakini wakati ulipoendelea, waliowaheshimu waliondoka, na wakazidi kuzaana, na wengine wakaanza kuzaana. Na walipoona hawa wana wa Israeli wamekuwa wengi sana, wakaona hali ya hatari, wakadhani ingefika siku hawa watu wakashukua nchi yetu. Praise the name of the living God. Walipoona wamezaana sana na wanaendelea vizuri, wakaona hapana, hawa watu vile wanavyoenda hawaendi vizuri, siku moja unaweza kuta wametunyang'anya nchi yetu. Na kwa hivyo shuki ikaanza kuingia katika wale ambao walikuwa wamewaalika mahala pale, ama wamewakaribisha mahala pale. Wale ambao walikuwa wamewapatia nafasi ya kukaa mahali pa kukaa, wakaanza kuingiwa na hali ya hofu ya kwamba wanaweza kushukua nafasi yao, wakashukua nchi yao. Na kwa hivyo shuki ikaanza kugrow kidogo kidogo. Praise the name of the living God. Na waliokuwa pale, tunajua hiyo historia ya Israeli venye walienda pale kwa wakati wa Yusufu. Biblia inasema ya kwamba hawa wana wa Egypt walipoona vile, wakawa na shuki katikati ya Wanaisraeli, na kwa hivyo wakaona ya kwamba kile tutafanya ni kuwapunguza na kuwatesa, wasije wakadhani huku ni kwao, wasije wakafika mahali wakaanza kututawala. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo wakawatesa wana wa Israeli kwa miaka mingi sana. Wana wa Israeli wakawa wanafanyishwa kazi ngumu, wakawa wanamulilia Mungu, wakawa wanamuitia Mungu, kwa sababu walijua kuna Mungu. Walimjua Mungu wa Abrahamu, walimjua Mungu wa Isaka, walimjua Mungu wa baba yao, ijapokuwa hawakuwahi muona, lakini walijua yupo. Kwa hivyo walikuwa wanamulilia kwa sababu ya vitu ambazo walikuwa wanapitia. Praise the name of the living God. Wakimulilia alikuwa anasikia, naye Mungu alikuwa anaona yale waliokuwa wanayapitia, kulingana na neno ambalo tumelisoma hapa. Amesema ya kwamba kweli nimeona na nimesikia kilio chao na ninajua huzuni yao. Kwa hivyo alijua kwa sababu ya mapito waliokuwa wanapitia, kwa sababu ya mangumu waliokuwa wanapitia ndani yake, aliona huzuni ndani yao. Praise the name of the living God. Alijua. Praise the name of Jesus. Na kwa hivyo kwa kujua, akaamua ni wakati sasa nikatume mtumishi wangu aende akawatoe pale. Na ndivyo Mungu akainua wakati ulipofika wa Mungu kutoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa. Praise the name of the living God. Akakutana na mtumishi wake Musa, ambaye alizaliwa kwa sababu ya hiyo jambo, ya kwamba azaliwe na aende atoe watu wa Mungu katika nchi ya utumwa. Kile nataka kusema, ndugu yangu na dada yangu, yawezekana ukawa kuna hali ulioko ndani yake siku ya leo. Yawezekana kuna mambo ambayo unayapitia. Si kwamba Mungu haoni, si kwamba Mungu hasikii kilio unapomulilia. Unaomba usiku na mchana, una fast, unaomba na unaona kana kwamba hakuna kitu kinafanyika. Si kwamba Mungu haoni, si kwamba Mungu hasikii, si kwamba Mungu haoni yale unayoyapitia. Kuna wakati ambao Mungu ameutenga, na maana anasema kwamba haitaishia hapo kwa mateso. Ameandaa mtumishi wake akuja akutoe katika ile nafasi. Ameandaa mtumishi wake akuja
akutoe katika ile hali. Praise the name of the living God. Ni wewe tu ukubaliane na neno la Mungu, ni wewe ukubaliane na neno la Mungu ambalo anaagiza kwako, na ukaweze kutolewa katika ile hali. Kuna watu wengi wametolewa katika hali zao ambapo walidhani huo ndio mwisho wao. Praise the name of the living God. Tukiangalia hata kwa Biblia tunaona ya kwamba wana wa Israeli huo wakati umefika, na Mungu amemtuma Musa na amewatoa katika ile nchi ya utumwa na awamepeleka katika nchi ya ahadi. Tukatazame watu wengine ambao Mungu aliwatoa katika hali waliokuwa ndani yao. Kama mtu mwingine alijulikana kama Lazarus. Lazaro alipogojeka, Yesu akatumanishiwa ya kwamba rafiki yake amegojeka. Na aliposikia rafiki yake amegojeka, yeye alikawia siku zingine 2. Praise the name of the living God. Na wakati ulipoendelea, Lazarus akakufa. Na alipokufa, watu wao wakadhani imefika mwisho, na hiyo imepita, Lazaro ameenda. Praise the name of the living God. Lakini uzuri ni kwamba haikufika mwisho. Yesu mwenyewe akasema kwamba ugonjwa wa Lazaro hautaishia kwa kifo. Wale ambao walimjua Lazaro na umejua kwamba amekufa, walidhani mwisho wa Lazaro umefika. Lakini kulingana na Yesu mwenyewe, alijua huo sio mwisho. Maana yeye ndiye mwenye uzima, yeye ndiye mwenye uhai. Akiamurisha fufuka, unafufuka tu. Na kwa hivyo Yesu hata kama alijua Lazaro atakufa, aliashiria tu akufe. Hakwenda, angeenda na akamponya asikufe. Lakini katika hiyo hali Mungu alitaka tu washa akufe, maana mwenye uhai ako pamoja tu na yeye. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo Yesu alipokuja kwa nyumba ya kina Lazaro, akakuta dada zake wanalia, watu wa mji wanalia, Lazaro amekufa, Lazaro ametuasha. Praise the name of the living God. Walidhani huo ndio mwisho, lakini Yesu anauliza, mumemweka wapi? Praise the name of the living God. Walidhani amekufa, wamedhani amefika mwisho, hata wakamwambia inanuka. Yani kama ni biashara imeenda chini. Praise the name of the living God. Kama ni kazi yako umeinukiwa na kila mtu, unaonekana kama kwamba haufai. Praise the name of the living God. Nataka nikwambia kwamba huo sio mwisho. Yesu anasema ya kwamba haitaishia pale kaburini, haitaishia kwa kifo. Hiyo yote ni kwa utukufu wa Mungu. Hiyo hali uliyoko ndani yake siku ya leo na wakati huu, ndugu yangu na dada yangu, nataka nikutie moyo ya kwamba haitaishia pale, kwa sababu Mungu kuna jambo anaenda kufanya. Yesu akauliza, mumemweka wapi Lazaro? Wanamwambia amenuka. Hakuuliza kama ananuka ama hanuki, anauliza mumemweka wapi. Na Yesu anauliza, hiyo hali yako imekufikisha wapi? Imekuweka wapi? Praise the name of the living God. Ni kweli wanasema amefika mwisho, pesa zake zimeisha, ameuza mashamba, ameuza magari, imefika mwisho wake. Anauliza amewekwa wapi? Praise the name of the living God. Nashukuru Mungu kwa sababu akiuliza amewekwa wapi, anajua mahali pa kukutoa, anajua kile unahitaji utoke katika ile hali. Alipopelekwa kwa kaburi, ni kweli Lazaro alikuwa ananuka, lakini Yesu akaamurisha, ondoeni lile jiwe. Praise the name of the living God. Kuna jiwe walipoona umefika mwisho walikuwekea, na wakasema huyo ni mwisho wake. Hallelujah. Walisema huyo hata waitoka hapo, mwisho wake umefika. Yesu anasema ya kwamba hao tu walioliweka lile jiwe, ondoeni hili jiwe. Hao tu walitumika kuchukua magari zako, wakatumika kununua mashamba zako, ili kwa sababu ulikuwa mambo yako imeenda chini, mambo imekulemea. Hao tu ndio Mungu anaambia tu, mrudishieni vitu zake. Praise the name of the living God. Mrudishieni mashamba yake, mrudishieni magari yake, kwa sababu imefika wakati Mungu akutoe katika hiyo hali walisema ni mwisho wako. Yesu anasimama pale kwa malango, anasema ya kwamba Lazaro, toka huko. Anatoka kwa waliokufa. Anapotoka anakuja amefungwa vitambaa vya waliokufa. Yesu anaamurisha, mfungueni hizi vitu. Praise the name of the living God. Wamekuvalisha vitu, wamekufunga vitu, maana waliona mwisho wako. Yesu anasema ya kwamba ufunguliwe na uashiriwe uende. Praise the name of the living God. Biashara yako ifunguliwe na iashiriwe iende. Ndoa yako ifunguliwe na iashiriwe iende. Watoto wako wafunguliwe na waashiriwe waende. Kila chochote ambacho ni chako kimefika mwisho, Bwana Yesu anasema ya kwamba kifunguliwe, kiashiriwe na kiende, maana haikuishie pale. Praise the name of the living God. Lazaro hakuishia kwa kaburi. Yesu alimtoa pale. Tunaona watu wengine, watumishi wa Mungu, Shadrach, Meshach na Abednego, imefika wakati wanaambiwa ya kwamba muabudu hii sanamu ama mweke kwa moto muangamie.
Praise the name of the living God. Wanamwambia Nebukadneza, unajua nini Nebukadneza? Sisi hatuinamii hii sanamu. Ujue hivyo Nebukadneza, ijulikane kwako na kwa watu wako ya kwamba sisi hatuinamii huu mfano, huu mchongo umeweka hapa, hatutauinamia. Anaambiwa wacheni kucheza kwa sababu mtawekwa kwa moto. Praise the name of the living God. Wanakutishia, wanakuambia watakushota, watakubeba, watabeba vitu zako. Washana na matisho, maana haitaishia pale. Kuna jambo ambalo Mungu anaenda kufanya, kwa sababu yeye ni Mungu wako. Anajua. Kwanza tulianzia kwa kusema anaona. Haleluya. Yale unayoyapitia anaona. Tena anasikia kilio chako unapolia, na anajua huzuni katika moyo wako kwa sababu ya hiyo hali ulio ndani yake. Kuna vitu natamani zifanyike kwa maisha yako, zinakaa hazifanyiki, haziendelei. Umefika mwisho, unaona mwisho, hakuna kitu kingine unaona sasa, kwa sababu mambo yamekukalia vibaya. Unaona hakuna jambo zuri linaweza tokea kwa hali. Nataka nikwambia kwamba kunaye Mungu mbinguni anayeweza kubadilisha mambo, anayeweza kubadilisha hali. Praise the name of the living God. Sumwamini Mungu siku ya leo, sumtumainia Mungu siku ya leo. Shadrach, Meshach na Abednego wanawekwa kwa moto. Wanapowekwa kwa moto, waliowaweka, Biblia inasema ya kwamba wao waliteketezwa na ndimi za moto. Washa hawa waliingia ndani na hakuna hata moshi walinuka. Kile kilichomeka kwa wao ni vile vitu ambavyo viliwafunga wapate kuashiriwa. Praise the name of the living God. Yaani zile kamba walifungwa nazo ili waweze kuangamia kwa moto, hizo ndizo zilikatika. Hizo tu ndo ziliwaashiria. Ule moto waliodhaniwa utawaangamiza, ule moto ulikuwa kuwafungua na kuwaheshimisha. Oh, praise the name of the living God. Ninashukuru Mungu kwa sababu yeye ni Mungu anayeheshimisha watu wake. Katika hali ya ugumu, katika hali ya mateso, katika hali ya mapito, ni Mungu ambaye anajua kuheshimisha watu wake. Ni Mungu anatumia hali za watu wake na ili ajitwalie sifa na akaheshimisha watu wake. Wale waliowarusha mfalme alipotazama, anaona ndani kuna mtu mwingine. Tulitupa watatu lakini kuna mwingine wa nne. Praise the name of the living God. Huyo wa nne alikuwa Mungu, maana alikuja akaingia katika hali zao. Huyo waliamua kupeana maisha yao kwa ajili yake, naye akasema nitakuja, tutakuwa na nyinyi katika huo moto. Bwana atakuwa pamoja nawe katika hiyo hali ulio ndani yake. Hapo wanadhani unafika mwisho, hapo wanadhani unaangamia. I am telling you today in the name of Jesus Christ ya kwamba Mungu anajidhihirisha katika hiyo hali kwa utukufu wa jina lake. Haitaishia hapo. Hapo ulidhani ni mwisho wako, haitaishia pale, maana kuna jambo Mungu anafanya katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the living God. Ni mambo gani ambayo unaweza kuwa ndani yake? Sumtumainie Mungu. Sumtumainie huyu Mungu aliye na uwezo. Sumtumainie huyu Mungu aliye na nguvu. Hakuna mahali hawezi kukutoa. Daudi anasema ya kwamba hata nikiweka kitanda changu majini, uko kwa maji, uko roho wako yupo. Hata nikienda zaidi kuzimuni, huko roho wako yupo. Hata ndani ya kuzimu, roho wa Mungu yuko pale. Ni wapi Mungu hawezi kukufikia ndugu yangu? Ni wapi Mungu hawezi kukutoa dada yangu? Hakuna mahali Mungu hawezi akakutoa. Hakuna hali ambao Mungu hawezi kubadilisha kwa maisha yako. Kitu kizuri ni kumtumainia tu, maana anasema ya kwamba ninaona, ninaona, ninasikia na ninajua huzuni ya moyo wao. Praise the name of the living God. Hiyo hali ndani yake siku ya leo, mwamini Mungu, mtumainie Mungu, maana anaenda kutenda mema. Kuna mtumishi wa Mungu ambaye alijulikana kama Abraham. Abraham, kabla hata Mungu hajambariki na watoto, alikuwa anaona ya kwamba atakufa bila mtoto. Na kitu cha kushangaza moyo wangu ni kwamba yeye Abrahamu alipokuwa anaona hana mtoto, Mungu yeye alikuwa anaona generation. Praise the name of the living God. Mungu alikuwa anaona vizazi. Abrahamu analia, Mungu, sasa mimi sina hata wa kunirithi, nitaridhiwa na huyu mtoto wa kwetu. Praise the name of the living God. Na yeye Mungu anajua ya kwamba washa huyu wa kwenu wako na washa huyu wako, ninaona watoto wa watoto wako kule wakiteswa. Praise the name of the living God. Yani Mungu anaona vizazi. Na Abraham saa hiyo analilia mtoto, apewe mtoto. Kuna vitu ambazo zinaweza kuwa zinakusumbua saa hii, vitu dogo dogo saa hii.
Mungu anaona vitu vikubwa, anakuona kwa ukubwa, anakuona kwa upana, na wewe unaona tu vitu vidogo vidogo. Tumainia Mungu, maana anajua, anakujua vizuri. Abrahamu alipokuwa hana mtoto, alimlilia Mungu, Mungu akambariki na akampatia mtoto. Hana hakuishia pale kwa utasa, Mungu alimpatia mtoto. Praise the name of the living God. Praise the name of the living God. Mungu ni mzuri. Alimpatia Penina hana mtoto, alimpatia Abrahamu mtoto. Huyu Sara alimpatia mtoto. Praise the name of the living God. Kwa sababu gani? Haikuwaishie kwa ule utasa, wangedhani wako ndani yao. Kuna vitu zingine Mungu anaashiria kwa maisha yetu zikafanyike, akaweze kujitukuza ndani yake. Hali ulio ndani yake siku ya leo, ndugu yangu na dada yangu unayenitazama na unayenisikiza, ni vema ukajua ya kwamba kunaye Mungu na anajua hiyo hali yako. Siwasha moyo wako ukamtumainie yeye. Siwashe roho yako ikamtumainie yeye. Hata katika biashara yako unayoifanya, simtumainie Mungu. Katika ndoa yako ambayo yawezekana inapitia katika mambo siku ya leo, ni vizuri ukajua ya kwamba kuna Mungu aliye katika kiti cha enzi, anaona. Ninafurahia hilo neno ambalo tulisoma kwenye kitabu cha Exodus chapter 3 verse 7. Mungu anamwambia Musa, nimeona. Nataka nikwambie Mungu ameona. Nataka nikwambia kwamba Mungu amesikia. Nataka nikwambia kwamba Mungu anajua huzuni ulio ndani yake. Nataka nikutie moyo kwamba usishoke kuomba. Usishoke kuombea hiyo hali ulio ndani yake. Usikose kuombea jamii yenu. Praise the name of the living God. Watu wangemtazama mtumishi wa Mungu aliyejulikana kama Paulo kabla Mungu hajambadilisha. Wangedhani ya kwamba yeye ni muuaji. Wangedhani ya kwamba yeye tu ni wa kutesa kanisa. Lakini Mungu alipokuwa anamtazama, alikuwa anaona mtumishi wake. Alikuwa anaona Biblia itaandikwa, vitabu zitakazoandikwa na huyo anayemwona muuaji. Hivyo wanavyokuona siku ya leo sio vile Mungu anavyokuona. Maana Mungu haoni tu leo, anaona kesho yako. Yawezekana leo yako ikawa si nzuri, si ya kupendeza. Hata wengine wamefungwa kwa ulevi. Hata watu wakiwatazama wanaulizana, huyu sasa atatokelezea wapi? Watu wametupa tumaini kwako, maana ulevi umekukalia. Wengine wanakujua unafanya usherati. Watu wamekosa tumaini kwako, wanasema huyu atakufa tu kwa ugonjwa, huyu ataangamia tu kwa dhambi. Lakini nataka niseme ya kwamba Mungu yeye haoni hivyo. Mungu anaona wakati unafika, anabadilisha hali yako, anakutoa katika hiyo hali. Praise the name of the living God. Anatoa jamii yenu katika hali ya kudharauliwa, katika hali ya kutoheshimiwa. Mungu anatoa maisha yako pale, anatoa jamii yenu katika pale. Yawezekana katika kijiji chenu jamii yenu haiheshimiki, Mungu anaenda kuwaheshimisha, maana yeye ni Mungu. Haitaishia pale. Praise the name of the living God. Haitaishia kwa aibu, haitaishia kwa kudharauliwa, maana Mungu anaenda kubadilisha, maana yeye anaishi. Kitu kizuri kufanya ni kukaa na kumtumainia Mungu. Biblia inasema ya kwamba wanaomtumainia Mungu na wao ni kama mlima Zayuni, hawatatingizika. Hizi vitu ambazo zinafanyika maishani ni za kutingiza imani yako, ndugu yangu. Usikubali imani yako ikatingizike, maana unamtumainia Mungu. Yeye mwenyewe amesema ya kwamba wanaomtumainia yeye hawatatingizika. Hizo hali zote zimeinuka zikutingize, hazitakuweza, hazitakumaliza, hazitakutoa katika imani, kwa sababu unamjua yeye unayemwamini. Yeye ni mwaminifu, ni wa haki, na anatenda na atatenda. Praise the name of the living God. Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu ni mzuri, anatupenda, anatuwaza mawazo mema. In fact akamwambia Yeremia, kwa maana mimi Mungu najua mawazo ninayowawaza. Hallelujah. Kuwapa tumaini na maisha marefu. Wale pale walipoona ya kwamba unaenda kuangamia, yeye anasema mimi najua kile nakuwaza. Hao ni watu wanakuona, hao ni watu wanakuwaza, lakini mimi kile ninakuwaza maisha marefu, ninakuwaza tumaini. Praise the name of the living God. Kile Mungu anachokuwaza ni zaidi ya kile watu wanakuwaza. Kile Mungu anachokisema ni zaidi kile watu watakavyokisema. Vizuri ni tumtumainie Mungu, maana yeye ana uwezo, maana yeye ana nguvu. Praise the name of the living God. Mkono wa Mungu si mdhaifu
ukashindwa kutuokoa katika hali zetu. Kanisa tunamhitaji Mungu, wazee tunamhitaji Mungu, wamama tunamhitaji Mungu, vijana tunamhitaji Mungu, watoto tunamhitaji Mungu. Praise the name of the living God. Ashiria moyo wako kwa Mungu akaweze kukutumia. Ashiria moyo wako kwa Mungu akaweze kujitukuza kwa maisha yako. Waweza kuwa unatafuta kazi haupati, mambo imekuwa ngumu, hauna rent, hauna whatever. Nataka ni kuencourage siku ya leo ya kwamba kuna Mungu anayetenda jambo, haitaishia pale. Leo wewe unakondi nyumba, kesho utakodisha, maana Mungu akisema ni wakati umefika, unakuwa umefika. Praise the name of the living God. Leo waweza kuwa unatembea miguu, Mungu akisema ni wakati wa kudrive, una drive kwa sababu Mungu amesema ni wakati wa kudrive. Kile tunahitaji ni neno la Mungu tu, akasema neno moja tu na maisha yetu yakabadilike. Praise the name of the living God. Akisema ni wakati wa kuokolewa, unaokolewa. Akisema ni wakati wa kufunguliwa, unafunguliwa. Akisema ni wakati wa kuinuliwa, unainuliwa. Praise the name of the living God. Haijalishi watakuweka wapi. Daniel anawekwa kwenye tundu la Shiba ama simba wenye njaa, hawajakula, yeye ndiye amewekwa akiwa chakula yake. Lakini hata kama wanajaa, yeye si chakula, maana Mungu amesema huu si wakati wako Danieli kuangamia, lazima nionekane kwa maisha yako. Praise the name of the living God. Wewe sio chakula cha adui, hautaangamia, maana Mungu atakuokoa. Nataka nitie moyo wako nguvu siku ya leo, tunapoenda kumshukuru Mungu kwa maombi. Huyu Mungu ambaye anaenda kubadilisha hali, huyu Mungu ambaye anaenda kubadilisha mambo. Praise the name of the living God. Nataka tukamshukuru kwa sababu ya mawazo mema ambayo anayotuwaza. Nataka tupate nafasi ya kumwambia Bwana, na kushukuru kwa sababu una mpango mwema juu ya maisha yangu. Na kushukuru kwa sababu kuna mawazo mazuri unayoniwaza. Kuna mawazo Mungu anawaza kanisa. Saa hii tunatafuta pesa, tunataka pesa ya kununua hii shamba, ya kumalizia kule kumebaki. Yawezekana sasa tunasema hakuna pesa, lakini Mungu tu akituashiria hizo pesa, hii mambo inafanyika. Tunanunua na tunajenga na tunafanya mambo makubwa. Hii vitu ni Mungu anafanya. Praise the name of the living God. Maana akiamulisha zikuje, zinakuja tu. Praise the name of the living God. Tuseme nini ila tutumshukuru Mungu, maana yeye anajua. Usisahau haya maneno matatu ninapoenda kumaliza. Tulisoma kwenye kitabu cha Exodus 3 verse 7. Nitasoma tena mara ya mwisho napoenda kumaliza. And the Lord said, I have surely seen the affliction. Nimeona. Hallelujah. Mungu ameona. Hali ulio ndani yake ameona. Hali ulio ndani yake anaona. Hey, praise the name of the living God. Mungu anaona. Again anasema ya kwamba affliction of my people which are in Egypt, and I have heard their cry. Nimesikia kilio chao. Mungu amesikia maombi yako. Mungu amesikia. Na anasema ya kwamba reason of their taskmaster, for I know their sorrow. Na anajua huzuni yao. Ameona, amesikia na anajua. I know their sorrow. God knows. God have seen, God have heard, and also God knows your sorrow. All you have to do, give thanks to the Lord, for He have seen, He have heard, and He knows your sorrow. Na kwa sababu ya hiyo anaenda kufanya jambo kwa maisha yako, kwa ndoa yako, kwa jamii, kwa taifa. Anaenda kufanya mambo kwa biashara zako, anafanya mambo kwa taifa letu, anaenda kufanya mambo. Yawezekana mambo haiko vizuri, lakini kuna vitu ambazo Mungu anaona, anasikia na anajua. Hallelujah. Nataka tusimame kwa miguu yetu, tukaweze kumwambia Bwana ni asante. Tukaweze kumshukuru Mungu kwa sababu yeye anajua. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuabudu siku ya leo. Tunakupa sifa zote na utukufu na heshima. Tunasema ni asante, maana Jehova wewe umeona, Bwana umesikia, Bwana unajua.
tuseme nini Bwana ila tukuabudu. Mambo yetu, hali zetu hazitaishia pale. Hatutaishia kwa kushindwa na kulemewa, hatutaishia katika kifo na mauti, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, unaenda kubadilisha hali zetu, unaenda kubadilisha hali za jamii zetu, unaenda kubadilisha hali za kazi zetu, in the mighty name of Jesus Christ. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu unatenda jambo jipya. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu kuna mambo ambayo unaenda kubadilisha kwa maisha yetu. Kuna hali ambazo unaenda kubadilisha kwa maisha yetu. Hautatuasha pale walipoona tumefika mwisho. Bwana, unasema huo sio mwisho wetu. Walipoona tumeangamia, Bwana unasema hapo sio mwisho wetu. Kuna jambo jipya unafanya. Neno lako linasema ya kwamba unatuwaza mawazo mema, kutupatia tumaini Bwana, na kutupatia maisha marefu. Tunapokea neno lako siku ya leo, mfalme wa amani, tukitangaza ya kwamba Bwana tutaishi kulingana na neno lako Bwana, tutaishi kulingana na ahadi zako mfalme, tutaishi Bwana mabwana. Pokea sifa zote mfalme wa amani, pokea utukufu na heshima Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Tuseme nini Bwana ila tukushukuru? Tuseme nini Bwana ila tuseme ni asante kwa yale yote ambayo umetenda, kwa yale yote Bwana unatenda, na kwa yale yote Bwana utakayotenda. Pokea sifa zote mfalme wa amani, pokea utukufu na heshima Mungu mtakatifu. Kanisa lako tunalikabidhi mikononi mwako. Kanisa lako linakuhitaji. Wazee wanakuhitaji, wamama wanakuhitaji, watoto wanakuhitaji. Bwana Yesu, tunakuhitaji. In the mighty name of Jesus Christ, my Father, my God, receive all the glory. Asante kwa upendo wako juu yetu, asante kwa matendo yako juu yetu mfalme wa amani. Uliwatoa wana wa Israeli katika utumwa wao, maana uliwaona, maana uliwasikia kilio chao, na ulijua huzuni waliokuwa ndani yao. Bwana Yesu, tuseme nini Bwana ila tukushukuru wewe uonaye, wewe usikiaye na unayejua. Bwana, pokea sifa zote na utukufu na heshima. Unajua hali zetu, unajua mambo yetu, unajua jamii zetu, unajua kila kitu kutuhusu Bwana. Unajua mapito ya kanisa lako, mapito ya watumishi wako, mapito ya wazee wa mama na watoto na hata vijana. Unawajua vyema, unawafahamu vyema Bwana. Pokea sifa zote Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna jambo usiloliweza kulibadilisha, hakuna hali Bwana usioweza kuibadilisha. Pokea sifa zote mfalme, pokea utukufu na heshima, kwa sababu wewe ni Mungu. Tuseme nini Bwana ila tukushukuru Bwana? Tuseme nini mfalme ila tukushukuru? Tuseme ni asante. Kanisa lako limebarikiwa, watumishi wako wamebarikiwa, watoto wako wamebarikiwa, jamii zetu zimebarikiwa, taifa letu limebarikiwa, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asante mfalme, maana umetenda makuu. Unaweza, 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 Mwokozi, unaweza, Mwokozi, unaweza, unaweza, Yesu, unaweza, unaweza, Mwokozi, unaweza, Mwokozi, unatosha, 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 Mwokozi, unatosha, Mwokozi. Bwana Yesu, tunakushukuru, tunasema ni asante kwa sababu ya wema na uaminifu wako. Mtakatifu Mungu wa Israeli, umetukuka juu ya miungu yote. Hakuna wa kufananishwa na kulinganishwa nawe. Unajua kanisa lako, unajua watumishi wako, unajua taifa letu, unajua jamii zetu. Bwana, unatufahamu vyema. Tuseme nini Bwana ila tukushukuru? Tuseme nini Bwana ila tukuabudu?
na tuseme Bwana unastahili. Pokea sifa zote, pokea utukufu na heshima, kwa sababu wewe ni Mungu. Yale umetenda na yale unatenda ni makuu. Bwana, sifa zote zikurudie. Umesema nasi siku ya leo Bwana, ya kwamba haitaishia pale, haitaishia kwa magonjwa, haitaishia kwa mateso, haitaishia kwa kifo na mauti, bali Bwana unabadilisha hali za maisha yetu. Pokea sifa, pokea utukufu na heshima, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na atakuamini. Amen.